lakini shirki ni kwa maana kwamba kumfanya Mwenyezi Mungu ana partner, ana mshirika katika baadhi ya mambo, kwa maana sifa zake, kwa maana haki yake katika kuabudiwa, au ile imani yetu kwamba katika wanaotoa riziki, wanaotoa uhai, wanaomiliki hii dunia, wanaoiendesha, kuleta mvua, kuleta jua, kufanya hivi. Kwa hiyo ukisema kwamba kuondoa shirki, kwa maana ni kuleta tauhidi, na pale inapokuwepo tauhidi shirki inaondoka, na inapokuja shirki kwa maana unakuwa umekwenda kinyume na tauhidi. Na ndio maana watu hata tunapokuwa cha kwanza wakati tunaitwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wito wetu au ule wito wa Mwenyezi Mungu pale, waadhin fi nasi bil hajj, wito unaokuja na sisi tunapoitikia tunasema labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka, kwa maana hapa hii tunaitangaza tauhidi. Na ndio maana kwamba tauhidi hiyo tunaitangaza kwamba Mungu huna mshirika, kwa hakika sifa njema, kwa hakika neema unazotupa vyote hivi ni vyako wewe peke yako. Sasa yote tunayosema haya kwa maana kwamba ni mfumo au ni utekelezaji wa ibada ya hija, tunakumbushwa katika kila hatua kila hatua. Na ndio maana hata katika hii khutba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo anasema kwamba anajisikia fahari kuji proud tuseme mbele ya malaika wake kwamba angalia waja wangu wamekuja wakiwa wamechoka, wamechafuka, sasa hivi kutoka mbali, umeshaona mimi nawapa bonus, kwa maana kwa leo nimefanya nini, nimewaghufuria, natangaza, umeshaona. Kwa hiyo leo hii kwa sababu gani? Kwamba wamekuja wametimiza ile ibada iliyokuwa, kwa maana kwamba wameifanya kwa usahihi. Na ndio maana katika hadithi pia alisoma ya kwamba hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma min yawmin Allah Subhanahu wa Ta'ala akthar min an yu'tiqa min ibadihi kama siku hii ya yaumu Arafa, kwamba siku hii watu wengi sana wanaachiwa. Na ndio maana hata sisi huko tunakaa tulokuwa mbali tunasema Allahumma atiq riqabana, Allahumma atiq abaana wa abaina wa ummahatina minan nar ya Rabb. Yote haya tunayafanya kwa sababu ni madhinnatul ijaba, yani Arafa ni kwa maana kwamba watu wanatarajia kwamba ni sehemu ya kujibiwa, ni sehemu ya kutiki yale mambo yako, ni sehemu kwamba ninachokiomba siku hiyo basi kitafanya nini, kitakubaliwa. Kwa hiyo tauhidi inakuja katika haya baadhi ya matendo tunayoyafanya. Wimbo tunaosoma leo, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, yote ni tauhidi. Tunafundishwa kwamba hakuna Mwenyezi Mungu isipokuwa peke yake. Kwa hiyo ibada ya hija inakujalia wewe au inakujenga katika tauhidi. Na ndio maana ukiangalia aya zote alizosoma leo, asilimia 90 amezisoma katika sura tukufu, suratul Hajj. Mengi utakuta nasu taqu rabbakum, nasu yani ni vitu ambavyo dhalika wa man yu'azzim sha'ina min taqwa alqulub, umeshaona, liyadhkuru isma Allah. Yote haya yanatengenezwa, kila matendo kumuandaa yule mja atoke afike katika ile tauhidi na kumcha Mwenyezi Mungu. Mashaallah, shukrani sana Sheikh. Tuendelee, tuangalie Sheikh vitu dondoo gani zingine ambazo risala gani aliyopatia mahujaji Sheikh Hudhaifa. Ukiangalia Sheikh Hudhaifa ameizungumza utukufu wa siku ya leo ya Arafa, akasema matendo ambayo hawa mahujaji wanaotaka, yani wanaokwenda kuhiji leo wanatakiwa wafanye matendo gani, baada ya kuwakumbusha kwamba leo siku ambayo Mwenyezi Mungu baadhi ya mambo anayofanya hayo tuliyotaja, lakini akasema kwamba wanatakiwa leo waswali pale sala ya dhuhuri na sala ya alasiri kama ambavyo tumeona wameswali pale ya dhuhuri na alasiri, kwa maana rakaa mbili qasran, lakini pia wamezikadimisha kwa maana kwamba wamezitanguliza, hawatoswali tena ukitapofika muda wa alasiri. Haya yote amesema kwamba ili wawe na muda mrefu wa kuweza kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusoma Qur'ani, kufanya ibada tofauti wakiwa, kwa maana kwamba wanafanya tadarru kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sisi pia tulokuwa huku tuungane nao, tusikae, kwa maana wengi wanajisahau, wanaweza kawa leo ni wanakaa kuandaa sikukuu tu. Ni kweli bwana, siku ambayo ni adhimu leo ya kuweza sokoni kuna watu leo wako biki, watu leo wanaandaa hasa sijachora. Kwa hiyo kina mama wanakaa kutwa nzima leo kuanzia asubuhi mpaka jioni kwenye vijiwe ambavyo havina faida, lakini wanatakiwa kina mama kina baba leo wameshughulika watu na kutafuta mbuzi, kufanya hivi ili kwa ajili ya kesho. Basi tutenge muda mchache ndani ya siku hii ya Arafa, mfano ukakaa zaidi saa 10 mpaka saa 12, ukakaa zako saa 8 mchana mpaka saa 9 au mpaka saa 10, weka faraghi yako ndogo kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu, kusoma adhkari, kumwomba Mwenyezi Mungu akusamee, akutoe katika yani akutoe katika yale utaka, kuwa wewe na wewe katika wale walioachiwa kama walikuwa tayari washaandikiwa. Bado unayo nafasi, na nafasi yetu sisi ambayo Mtume SAW aliitumia ni baina hii ya zawali, kwa maana hapa
kuanzia saa 6 hii tunaanza kusikia hutuba mpaka wakati wa ghurub. Hapa ndio huu ndio wakati ambao ndio muhtari. Kwa maana bado tunao kama asubuhi watu bado hajachelewa, mtu bado mtu hajachelewa, akirudi kutoka kazini akifika akae, umeshaona akaweza kutimiza au kufanya japo mambo mawili matatu ya kiibada ambayo yatamwezesha yeye kukaa katika sehemu nzuri. Lakini pia amewahusia wale ambao wako kule katika kutekeleza ibada wafanye kwa miongozo ambayo iliyokuwa imeandaliwa, wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo ambayo aliyafanya. Lakini pia wasisukumane, wafate miongozo ya wale ambao wanawasimamia, wasije wakakanyagana, kwa sababu dini yenyewe ni dini ya rahma, dini ya kufanyia wepesi. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum Ibrahim, dini ni nyepesi. Kwa hiyo watu wawe na utulivu. Amewahusia kwa maana kwamba ibada ya hija waweze kufanya katika mfumo ambao umeelekezwa, mfumo ambao kwa maana kwamba hauna kila linapokuja zito basi ndani yake kwamba wepesi unapokuwa unakuja. Katika mambo aliyozungumza Sheikh Al-Hudhaifi, ambao nadhani lilikuwa jambo la mwanzo katika zile aya alizokuwa anazisoma, amesoma aya kama ulisema aya nyingi, amesoma kutoka katika sura Al-Hajj, ambayo ile aya ilikuwa inazungumzia habari za kiyama. Kuna uwiano gani kati ya kuhusishana kiyama na siku ya leo? Ukiangalia mazingira, yani ukiangalia ile mazingira ya Arafa, achilia haji, ukiangalia mazingira ya Arafa, kuna vitu fulani, picha fulani unaipata hata ukiwa huku, lakini ukiwa kule ndio inakuwa karibu zaidi. Yani hija ni rihla imania, ni safari ya kiimani. Yani si safari tu ya kwenda kuenjoy tu unarudi, ni rihla imania, kwa maana kuna vitu vingi sana vinakurudisha kuangalia asli ya wewe kuumbwa, asli ya kwamba wanadamu wote ni sawa. Umeshaona sasa yale yote yale kwamba utakwenda kulipwa. Alisoma fa inna zalzalata saati shay'un adhim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Subhanallah, siku itakapokuwa imefika ili siku ya kiyama, kila alokuwa ananyonyesha siku hiyo anakatisha kunyonyesha. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, kila mwenye ujauzito siku hiyo hata kama miezi miwili mitatu ujauzito wake unakuwa umeshakamilika, unatoka. Watara nasa sukara wama hum bisukara, utaona watu kama wamelewa, wamepiga mvinyo, wamechanganyikiwa, lakini sio kama wamelewa, walakinna adhab Allahi shadid. Sasa picha ile pale tunaweza tukaivuta huku leo namna gani? Umeshaona watu wote wanaokuwa katika viwanja hivi, kwa maana kwamba hawashughulishwi na jambo lingine, shughuli yao kubwa leo ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii mashari ni mashari, yani ni mazingira au ni platform ambayo kwa maana ni kubwa sana. Kwa hiyo anatukumbusha pia kwa kuona mazingira kama haya, hebu vuteni basi kuna siku ya mwisho. Kwa maana pia ukivuta hiyo siku ya mwisho kuna tadhallul fulani, kuna inkisar, kuna kuvunjika kwa moyo. Ukishajua kwamba mimi bwana vyote atakavyokuwa kesho nitaondoka tu, ipo siku nitaondoka. Kuna vitu kama ulikuwa navyo vya kibri fulani basi vinakuondoka. Kama ulikuwa umeshughulishwa na kutafuta mali, kuna spidi fulani inapungua. Kwa kukumbushwa akhera, kukumbushwa siku ya kiyama ni katika kujengea wewe kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni moja ya sababu au ni moja ya malengo ya hii ibada ya hija. Subhanallah, ni jambo zito sana Sheikh Isa kuona. Kuna swali pia nataka nikuulize, wakati uko unaelezea katika nyakati kwamba sisi tuliopo huku nyakati yetu ni kuanzia muda wa dhuhuri mpaka maghrib. Ndio ile pendekezo Sheikh. Ndio pendekezo. Sasa hapo liko kidogo nataka kufafanua. Wale watu wenzetu waliopo, mahujaji waliopo kule, muda wao uko vipi na sisi muda wetu uko vipi? Maana umesema muda wetu tu. Nilisema hivyo kwa sababu yani kuna muda ambao ndio muda wa kwenda kupatikana eneo la Arafa. Kwa maana kwamba kwa yule aliyokuwa hija leo anatekeleza nguzo. Yani kwa maana pamoja na yote tunayosema haya, yeye anaitekeleza nguzo Al-Hajj wa Arafa. Kwa maana katika nguzo za hija mojawapo baada ya kuhirimia, kutiania, ni leo hii kusimama kusimama Arafa. Sasa katika kusimama Arafa kuna muda wake. Muda ambao unatakiwa mtu usimame ni kuanzia zawali, yani kwa maana kwamba saa 5:05, 6:06 umeshaona mpaka muda wa magharibi. Yani kwa maana haji hatakiwi kuondoka Arafa kabla ya kuzama kwa jua. Mpaka sasa hivi utakuwepo mpaka kuzama jua. Likishazama jua ndio ruhusa inatoka ya mtu sasa kuweza kutaharaki kutoka eneo la Arafa na kuendelea kwenda kutekeleza
yani mambo mengine. Sasa huyu ambaye yuko pale anaweza akaingia saa 8 bado yuko amepatia, anaweza akaingia saa 9 amepatia, anaweza akaingia saa 10 amepatia, lakini uingie saa 8 uingie saa 9 utalazimika kuwepo mpaka muda wa magharibi. Kwa hiyo huu ndio muda ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwepo katika Arafa, lakini kwa maana kwamba wanasema kwamba ikitokea mtu hajafaulu kufika katika mahujaji, hajafaulu kufika Arafa isipokuwa baada ya kuzama jua, je, huyu mtu anakuwa amepitwa na hii nguzo au yumo katika wale watu ambao kwa maana watasimama Arafa? Huyu mtu anaambiwa kwamba unaweza ukasimama hata kama baada al-ghurub, madamu huja kuwepo kule mwanzo, huja kuwepo saa 8 saa 9 saa 10, ukatokea na dharura yoyote ikakukuta kwamba wewe magharibi ndio una uwezo wa kufika pale Arafa, wanasema unaweza ukasimama Arafa mpaka hata katika kipindi cha alfajiri au muntasafi al-layl, yani kwa maana saa 6 usiku. Lakini mara nyingi mida hiyo unakuta watu wengi washafanya nini, wameshaondoka ile logistic kimazingira, kimaandalizi ya kiusafiri na rihlati zile, mara nyingi unakuwa watu wameshavani washaondoka. Lakini sasa wewe kwa sababu unataka kutimiza ile nguzo yako unaweza ukaingia katika muda huo. Lakini tulikopo huku nikasema hivyo kwa maana ili kupata ile yani simultaneous ile, kwa maana kwamba tunakwenda sawa na waliokuwa katika ibada ya hija, basi na sisi kuanzia huu mchana huu basi tujitahidi sana kuwepo. Lakini yaumu yenyewe siku ya Arafa, kwa maana baada ya kuzama jua la magharibi tayari inakuwa imeshaingia mwezi 9, kwa maana inakuwa tayari siku ya. Lakini je, ile ibada ya kusimama au kuwepo Arafa ni saa ngapi? Ni saa ile ambayo kwa maana kwamba kuanzia saa 5:30 saa 6 ndio muda ule wa zawali, watu wanakuwa pale mpaka muda wa ghurub. Sheikh, mimi kuna jambo ambalo linanishangaza hasa kwa sababu tunamalizia hapa kwenye upande wa dua ile ambayo tumeambiwa sisi tuikithirishe katika siku kama leo, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Imekaa kama sio dua, yani ukisoma imekaa kama mradi fulani, lakini hamna ile kama unamwomba Allah tuepushe na moto, yani kabisa hakuna Allahumma vitu kama hivyo. Je, mtu akidumu na hii peke yake, wanasema sasa hivi Sheikh hapa watu wajitahidi ule muda uliobaki kila mtu angalia atafanya nini katika ibada zake, lakini hii ni dua ambayo imesisitizwa sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii dua Sheikh, yani kwa kipengele kama kilivyo ni kwa sisi tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala pekee, ama labda dua baada ya dua mtu akishasoma dua ameirudia kwa namna anavyotaka yeye, baadaye akaongezee na dua sasa, ya Rabbi nisamehe madhambi yangu, ya Rabbi takabalia somo yangu. Somo hii tumeambiwa inafuta madhambi, ya Rabbi nijalie nifuta madhambi, ama inatosheleza dua pekee yake ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ndio dua ambayo ni nzuri katika siku ya Arafa. Kuomba dua zaidi ya hii hakuna ubaya, na kwa sababu mtu anajua mahitajio yake ni yapi. Lakini hapa unapoisoma hii dua imekusanya vitu vingi sana. Yani hii dua subhana, ukisema la ilaha illa Allah, tukianza kuichambua tunaweza tukajikuta kwamba tunatoka katika kipindi, lakini maana yake kwamba kuna nafi wa ithbat. Ndio umeshaona, umekanusha, umeshaona vitu vingine vyote, lakini umemkubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa peke yake unaona, kwa maana kwamba hii ndio, yani hii ndio kama vile tiketi ya wewe kuwa Muislamu. Ukitoka kama hujasema hii, kwa maana uko katika shirki. Umeshaona? Unaweza ukasema la ilaha alafu usimthibitishe Mwenyezi Mungu, kwa wewe ni mulhid kabisa. Umeona? Lakini unaweza ukasema kwamba Mwenyezi Mungu yupo alafu pia ukamshirikisha na mwingine, lakini umekataa la ilaha illa Allah. An-nafyu wal ithbat, hii wanasema ni ibara nzito kabisa katika kujaribu confine kuvifunga vitu katika sehemu yake. Lakini wahdahu la sharika la kule, yani bado ibada ya tauhidi inakugongea hapa. Kwa hiyo hajakatazwa mtu, lakini sasa hapa yani katika dua zote utakazoziomba, yani hii ndio dua bora. Si kwa maana kwamba labda umezuiwa usiombe dua nyingine, omba dua zako nyingine, lakini hii ndio dua bora. Na Mtume alivyosema kwamba hii dua kasema mwenye afdalu ma qultu ana, akasema jingine wa nabiyuna min qabli, kwa maana sidhani kama kuna mtu ataweza akawa na kitu bora kumshinda mtume na mitume waliotangulia. Fela hapo kweli Sheikh,
Hapo ni kweli kabisa. Kwa hivyo sisi tukithirishe hii dua, tukithirishe hii na tuombe na zingine. Sawa sawa. Sheikh, nakushukuru sana wallahi, kwa kweli tumepata faida. Kuna dondoo za zozote ambazo labda tumezisahau kabla hatujafunga kipindi chetu kwa sasa? Ukiangalia khutba baada ya kuzungumza pale mwanzo akaizungumzia siku ya Arafa, baadaye akataja tu matendo kwa ufupi yale ambayo tunayotakiwa au yanayotakiwa mahujaji wafanye wakitoka pale, waende Muzdalifa, fa idha afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Baada ya pale watoke warudi Mina, waende wakatupe mawe na kunyoa na nini. Muzdalifa watachukua tu vijie vile, wataswali ishai kule ama watalala mpaka asubuhi? Ukiangalia leo wakitoka Arafa hii leo wanaelekea Muzdalifa baada ya magharibi, watakaofika saa 3, saa 4, saa 5, yategemea na msongamano utakavyokuwa katika maeneo yale. Kwa wakifika pale, jambo la kwanza wanatakiwa waswali magharibi na isha. Kwa maana wataswali magharibi na isha wakiwa wamezichelewesha. Wakishamaliza pale wanaambiwa wapumzike kidogo. Maana kupumzika kule, kwa maana wapo ambao watapumzika mpaka saa 6, saa 7 wataondoka kutokana na hali zao za kiafya. Wapo ambao ni bora zaidi wakawa mpaka pale wakaswali alfajiri, wakasubiri mpaka kuna kucha kidogo, wakaokota mawe, wakaenda kupiga jamra ile kubwa kwa siku ya kesho ambao ni yaumul Eid, wakiwa baada wakati wanatupa yale mawe wakimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huku wakiwa na zile takbira za Eid badala ya talbia wanaacha wanaingia kwenye takbira za Eid. Kwa maana baada ya pale watarudi Mina, na wale ambao wanaoondoka usiku watarudi Mina, asubuhi wataenda kutupa mawe kama alivyosema, kwa maana kwamba watafata utaratibu wa wale ambao watu watafuiji, kwa maana kwamba mtaambiwa labda nyinyi wa Tanzania mnakwenda muda fulani, nyinyi wa Kenya mnaenda muda fulani, watu wa South Africa wanaenda muda fulani. Kwa maana wale wasimamizi wa hija wa Saudia wanajua ile schedule yote ya watu gani, kwa sababu yote haya wanafanya kutokana na kwamba wasijiamulie tu Tanzania sisi tunatoka sehemu, kumbe na muda huo wa Kenya wameamua, kumbe na muda huo wa Irani wameamua, mkaja mkakutana kule crowd, kwa maana kwamba ikawa ni fujo. Kwa hiyo wanapanga, kwa maana wanakuambia nyinyi wa Tanzania mtaondoka saa 3, wanajua kabisa mtafika saa 4, kule kipindi hicho wa Nigeria washatoka, yani katika mfumo wa namna. Kwa wakati mwingine tunaweza tukawa tumepangiwa bwana tutoke saa 4, nasema sisi bwana ni bora kwenda kupiga baada ya zawali kwa sababu mtume kafanya hivi na hivi na hivi. Sheikh Hudhaifa amelikataa hapa, akasema kwamba dini ni tashil, dini ni nyepesi, na inaweza kufanyika, tuyasikilize huku tukifuata utaratibu wa wale ambao wamefanya nini, wametupangia, kwa sababu ndio wanajua, kwa sababu hatuwezi tukayaruhusu madhara makubwa kwa ajili tu ya kufuata sunna, ukaja kuua nafsi za watu, ukaja kuondosha heshima za watu wakapondana wakaumizana. Kwa hiyo amesisitiza hilo, na pia katika hizi siku 3 za Mina tuendelee kutupa mawe, tuende tukafanya tawafu, lakini akasisitiza jambo la mwisho ambalo baada ya tawafu na nini, siku ya kuondoka kufanya tawafu alwadai, lakini mwisho akawaombea mahujaji wote kwamba wamalize ibada yao kwa usalama na amani, na Mwenyezi Mungu awakubalie ibada zao na warudishe sehemu katika nchi zao au maeneo yao wakiwa wamesalimika. Haya ndio kwa ufupi ambayo aliyazungumza katika hutuba yake Sheikh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, huyo kwa kuona Sheikh Muhammad akituelezea Sheikh Al-Hudhaifi namna gani hutuba yake imesheheni hasa masala ya tauhid, masala ambayo amezungumzwa sana. Sheikh Isa, una lolote la kuongeza kabla hatujakwenda? Sababu tunataka tuungane na wenzetu wako huko Arafa, tuwaulize na wao hali iko vipi, wanaendeleaje, visimamo viko vipi huko, hali iko vipi, ili na sisi huko tupate ladha kule na tuweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa swali moja nadhani Sheikh anaweza akalifanyia kwa muhtasari. Niliulizwa swali nikamwambia nikija nikuulize. Kuna mtu anasema anataka kuswali sunna, swala za sunna ambazo hazina idadi, anataka tu aswali, anaruhusiwa kwa siku ya leo? Mimi nitaswali tu, yani anasema mbili. Watu si wanasimama kule na yeye anataka asimame. Unanikumbusha kuna watu wako haji lakini walitangaza kwamba wanafanya qiyamul layli, yani kule hija wanasimama wanaswali. Watu wakasema hili jambo mbona halijathibiti kipindi cha mtume, inakuwaje? Mshaona sasa, unajua vipo vitu mtume kaviacha open. Kwa mfano akasema kwamba hizi siku 9 au siku hizi 10, jambo la kheri litakalofanywa kwa Mwenyezi Mungu katika siku hii basi ni bora. Sasa mtume wakati amesema jambo la kheri, umeshaona, ukisema unafunga utafunga, ukisema unatoa sadaka utatoa sadaka, ukisema mimi nakwenda kukaa na mayatima leo, ukisema nataka kukaa itikafu, ukitaka kusoma Qur'ani, kwa nataka kuswali asali.
Mimi sioni kwamba labda kuna prohibition, kuna katazo lolote la mtu akisema bwana mimi naamka sasa hivi bwana na swali, kwamba kuna mipaka ya khairati, labda ambapo atakapokuwa labda anaswali katika vipindi ambavyo labda vya katazo. Umeshaona kwamba vipindi hivi havitakiwi mtu labda kuswali sunna. Umeshaona basi nini asiswali katika vipindi vile. Kwa mfano tumeambiwa kwamba baada ya asri mpaka maghrib, baada ya swala asri hakuna sala, yani swala pale isipokuwa sala ya dharura. Basi afanye nini? Achunge yale makatazo ya jumla. Lakini kwa mfano baada ya dhuhuri mtu anaweza kuswali na hakuna katazo, anaswali, anazipiga anaswali, anasoma qiraa zake, lakini pale kwenye katazo basi na yale makatazo ya umum ya kwa ujumla, makatazo ya kwa ujumla, umeshaona, basi ayachunge asije akayafanya.